10 taifa litakuwa na uchaguzi wa kuchagua rais, madiwani na wabunge. Wapo wenye nia njema watakao kwenda kupiga kura, na mimi niendelee kuwaasa nyote, jitokezeni kwenda kupiga kura, kamchagueni kiongozi mnayempenda. Lakini wapo wachache ambao wanaendelea kutishia watu kwenye mitandao kwamba taifa hili litapoteza amani kwa siku hiyo. Nimemweleza mkurugenzi kwa bold message, kwa bold words, kwamba sisi serikali tutashirikiana na yeye kwanza kulinda miundombinu yote ya TANESCO dhidi ya mtu yoyote anayepanga jambo lolote. Lakini mbili, naendelea kuonya kwamba Dar es Salaam sio mkoa wa majaribio. Huu ni mkoa ambapo taifa limeweka vitu vingi, limewekeza. Hatuwezi kuruhusu hata kidogo kichaa mmoja wa akili akajizima data ili kuweza kufanya uharibifu. Akijizima data tutamuasha ili aweze kupata network vizuri ya namna taifa linavyo operate, na anachokitaka na sisi tunakitaka. Kwa hiyo niendelee tu kuwapa confidence watumishi wote kwamba mkoa wenu upo salama pengine kuliko jana, na kukicha asubuhi upo salama zaidi kuliko leo. Kwa kila siku unazidi kujiimarisha kuwa salama zaidi. Baada ya kusema haya, nikushukuru sana mtendaji wa TANESCO kwa kazi nzuri na bora ambazo mnaendelea kuzifanya kwa maslahi mpana ya Watanzania. Asanteni sana. Wote ni wananchi wako na wamefurahi sana kukuona, pamoja na wewe kuwa kiongozi wao wa kazi, lakini pia wewe ni kiongozi wao wa jamii huko wanakoishi. Unawasaidia kutatua matatizo mengi ya maisha yao ya hapa Dar es Salaam. Karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. TANESCO kwa bahati mbaya sana waandishi wa habari nao wamewaziba wananchi wetu ambao ndio wataalamu wa hapa. Lakini kwa lugha nyepesi ni kwamba nimepata taarifa nzuri sana kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la TANESCO, ndugu yetu Twange, na ametueleza namna ambavyo shirika limejipanga vizuri kutoka kwenye uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme wenyewe. Na mimi kama mkuu wa mkoa, mimi ni mtu ambaye napokea zaidi malalamiko au napokea neno la shukrani kutoka kwa wananchi wala ambao mwishoni ndio wameingiziwa umeme. Na kwa Dar es Salaam nimepewa taarifa kwamba watu walioingiziwa umeme, watu wafaidika na umeme huu ni zaidi ya wananchi milioni 1. Na kwa mantikio nitoe rai kwa ndugu zangu watumishi wote, jambo nililomsisitiza mkurugenzi mtendaji ni kwamba kuna mahusiano makubwa sana kati ya utulivu wa taifa na huduma ya umeme nchini. Kuna mahusiano makubwa mno kati ya kinachoitwa usalama wa taifa letu na huduma za nishati kwa taifa letu. Umeme usipokuwepo leo, kuna mambo mengi yatalala. Mahospitalini tutapata huduma, lakini zaidi uzalishaji utapungua, taifa litaingia kwenye migogoro na mambo mengine. Kwa hiyo tumesisitiza kwamba ni muhimu tuendelee na juhudi hizo, tukifahamu kwa dhati kwamba pesa hizi ambazo zinakuja kufanya miradi hii mikubwa, zimo kodi za Watanzania, lakini zipo pesa kutoka kwenye vyanzo vingine ambavyo Mheshimiwa Rais wetu anaweza kuvitafuta kutokana na mahusiano makubwa aliyoyajenga kati ya taifa letu na mataifa mengine. Kwa hiyo pia tumesisitiza TANESCO kuendelea kuwa faraja kwa Watanzania. Miezi au miaka michache hapa nyuma, Watanzania wengi walikuwa wanalalamika kuhusiana katika sana kwa umeme. Lakini leo nikienda kwenye mikutano ya hadhara, kila anayeniuliza swali haniulizi tena kuhusu TANESCO. Manake hii ni jitihada kubwa, jitihada nzuri zinazoonyesha kwamba ninyi watumishi mmekuwa ni nguzo kubwa ya kuunganisha nguvu zenu na kumsaidia mkurugenzi mtendaji kutafsiri taswira taifa na maono au malengo ya Wizara ya Nishati. Kwa dhati kabisa, kama mimi mkuu wenu wa mkoa, nimefurahi sana kuona maendeleo makubwa haya, na nitaendelea kumjulisha Mheshimiwa Rais wetu kwamba TANESCO ya jana na ya juzi si TANESCO ya sasa. Kwa maana TANESCO ya sasa imeleta mabadiliko makubwa, mageuzi mengi,
na Watanzania waendelee kuwa na imani na taifa lao, waendelee kuwa na imani na Mheshimiwa Rais. Hizi transformer tunazoonyeshwa hapa ni transformer kubwa na za kisasa, na ambazo zimelenga kupunguza na kuondoa kabisa tatizo la upatikanaji wa umeme hapa nchini. Na kwa mantiki hiyo, jambo langu la mwisho kabisa, nafahamu mnafahamu kwamba tarehe 29 kama alivyotangulia kusema mkuu wa mkoa kwamba tulikuwa tuna mahitaji makubwa, lakini uwezo wa uzalishaji ni mdogo. Si kwa maana ya chanzo kule Rufiji kama alivyozungumza, umeme ni mwingi, lakini vifaa kwa ajili ya kupoza na kusambaza umeme ndio vilikuwa changamoto. Hivyo basi Mheshimiwa Rais kupitia wasaidizi wake alituletea transformer mpya kubwa ambayo imefungwa hapo, lakini pia pamoja na kufungwa hiyo transformer kubwa, ni lazima pia waya ambazo zinapitisha umeme ni lazima pia zibadilishwe, kwa sababu mzigo uliokuwepo ulikuwa unafanana na waya zilizopo. Lakini kutokana na mabadiliko hayo inapelekea ni lazima transformer na waya pia zibadilishwe. Sisi tuliotangulia muda mfupi uliopita tuliwaona mafundi wakiwa wanaendelea na kazi zao hapa juu, na hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu wamemaliza. Ninaamini muda sio mrefu kutoka hivi sasa umeme utarudi. Ni kweli kulikuwa na changamoto ndogo ambazo zilikuwa zinaendelea kujitokeza, lakini tuwe na subira, kwa sababu wenzetu wataalamu wa TANESCO walikuwa wanaendelea na namna ya kufanya umeme utulie, tuendelee kupata umeme ulio bora. Kimsingi ni kwamba kila linapotokea jambo jema, lakini pia lazima pia na changamoto zitokee. Kwa mfano, tumewekewa transformer, lakini ili transformer iweze kufanya kazi ni lazima pia kuwe na maboresho ya hizo waya. Kwa hiyo maana yake ni lazima changamoto hiyo katika umeme wakati mafundi wakiwa wanafanya kazi ni lazima itokee. Hili pia mtakuwa mashuhuda tunapojenga barabara ambazo tunazihitaji sana. Zikiwa nzuri, maana yake madereva wanakimbia, inachotokea ajali bado tunazalisha tena changamoto, tunahitaji mafuta. Kwa hiyo ndivyo hivyo kwenye tukio hili ambalo tuko mbele yetu. Ni kwamba sasa hivi TANESCO wanaendelea kufanya maboresho ya miundombinu ili kufika wakati tutulie moja kwa moja, tuendelee kupata umeme, tuenjoy keki yetu ya taifa wote kwa pamoja. Hivyo basi, nirudie tena kusema ndugu zangu wa Tanzania, tarehe 29 ya mwezi wa 10 ni siku chache kutoka leo. Wote tujitokeze, twende tukapige kura na tusikosee. Mimi sitosema kama mkuu wa mkoa, mimi ni mwanasiasa natokana na Chama cha Mapinduzi, na niwaombe twende tukapige kura, tumpigie Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, ili tuwe tunazungumza lugha moja na tuweze kufanikisha haya yaliyobaki. Kimsingi hata mtoto anapitia hatua, anazaliwa, atabebwa tu, ataanza kukaa, atatambaa, atatembea, mwisho wa siku anakimbia na majukumu mengine yanaendelea. Ndivyo Tanzania inavyoendelea kujengwa. Tunao mtaji mkubwa ambao nchi zote kwa sasa hawana isipokuwa Tanzania. Niwaombe vijana wenzangu ambao tunajiita Gen Z, jamani, faida hii ya amani ni kubwa kuliko kitu chochote. Kuna watu hawawezi kukaa kama hivyo wakazungumza kwenye nchi zingine, lakini sisi leo Mwenyezi Mungu ametupa kibali. Leo tuko na mkuu wa mkoa amekaa na relax wala hana shida. Tuko na viongozi wetu na nyinyi wa Tanzania wenzangu kwa pamoja tumeweza kukusanyika. Hizi ndio nchi ambazo hatuwezi kufanya haya mambo. Tuachane na hayo maneno ya mtandao. Kwanza niwaambie tu, wanaozungumza kwenye mtandao ni watu wachache sana, kwa sababu kila ukiangalia jina ndio hilo hilo. Turudi huku sisi tusikubali kushawishika kuingia kwenye mitihani. Cha msingi tarehe 29 kama Watanzania tukatumia haki yetu ya msingi ya kikatiba, twende tukatiki tena kwa CCM. Hiyo ndio kauli yangu mimi. Baada ya kusema maneno haya, naomba kumshukuru sana mkuu wa mkoa. Mwenyekiti, jitambulishe. Kwa majina naitwa Hafidhi Hashim Chaukuru, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Rangi Tatu ambao unapatikana kwenye kata ya Charabe, tarafa ya Mbagala, wilaya ya Temeke. Asanteni kwa kunisikiliza.